Ya kuanzia hapa nikimaliza kuongea tu yanaanza kutokea, maana yake anakuwa anasubiria maelekezo tu na ruhusa ya waliokuwa naomba. Mambo 10 mfululizo yatatokea. Kwa hiyo nimeandika hapa na utayaona waziwazi. Jambo la kwanza ambalo Mungu amerifunua kwenye maombi haya na amerisemea na amezungumza namna gani itakuwa ni picha ya mji wa Yeriko. Kwenye kitabu cha Yoshua kulikuwa na mji unaitwa mji wa Yeriko. Mji wa Yeriko ulikuwa ni mji wenye nguvu, wenye mfalme mwenye nguvu. Na walipokuwa wakitoka Misri wana wa Israeli, walipokaribia Yeriko, maandiko yanasema Yeriko ulikuwa umefungwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Au kufungwa kwa sababu ni utaratibu wao. Inaonekana kuna mikazo waliongeza, kuna vitu walivyoongeza na sababu ilikuwepo. Yoshua sura ya 6 kuanzia mstari wa 1 iko kwenye screen yako. Basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa. Sio kufungwa kidogo, unafungwa masaa 3 unafunguliwa, umefungwa kabisa, sema kabisa. Na sababu ipo hapo. Kwa sababu ya nani? Hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Sababu ya msingi iliyosababisha mji ufungwe, ambao mara zote ulikuwa kawaida, ni nini? Mji wa Yeriko una rangi moja wapo kwenye hii bendera ya taifa. Mji, na ni hii niliyoishika. Wewe angalia vizuri nimeishika ipi. Mji wa Yeriko una watu ambao ni wataalamu wa mambo ya rohoni. Walishaona kwamba kuna nyota inatokea, na hii nyota ina nguvu, na piga huwa nyota hii itauchukua Yeriko. Sema nyota hii itauchukua Yeriko. Na yatatokea, hakuna ambacho kimebadilika. Sasa kwa hiyo wale wataalamu wa mambo ya rohoni wakasema tukisubiri michakato ya kawaida, mambo haya labda pesa nini njia zingine zote zitakwama. Cha kufanya tufunge mji ili asiingie mtu arastoke mji. Sasa wakati mji unapofungwa, usisahau kuna kuwa tayari kuna watu wanaoendesha mji. Kwa hiyo manake wanaotaka kuingia wasiingie, wanaotaka kutoka wasitoke. Ninaongea hivi namna hii, hiyo ndo lugha ya Mungu. Kwa hiyo Yeriko wakafanya kitu mwezi Januari. Wakafunga mji kabisa. Umenielewa? Wakafunga mji kabisa. Sasa ambacho walikosea kwenye kufunga mji, hawakufunga kwa sababu ni hekima yao, walifunga kwa sababu ya hofu. Na kuelekeza sasa, mji ulifungwa kwa sababu ya wana wa Israeli, sio kwa sababu ni utaratibu. Kwa hiyo ukishaona mji unafungwa kwa sababu sio kwa sababu ni utaratibu wao, unafungwa kwa hofu, wewe una uhakika huo mji umechukuliwa tayari. Amen. Nakwambia sasa uhalisia. Kwa hiyo mji umeshachukuliwa. Yaani kinachotokea ukifunga mji unaongeza muda, ila uzui mji kufanyaje? Kuchukuliwa. Mji umechukuliwa tayari. Yaani kiasi kwamba hata wahusika wenyewe wanajua mji umeshachukuliwa. Yaani hapo anachokifanya ni zile harakati za mfamaji. Hata mtu akidumbukia kwenye maji huwa hakubali kufa, atajaribu kushika hata mawimbi. Sijui umenielewa? Yaani haelewi kwamba mawimbi nayo ni maji, ila atashika hata wimbi ili limuokoe, lakini ndo anazama hivyo. Ndio maana utaona mikono inafanya namna hii. Lakini mwisho wa siku wakufa anakufa na maji yanashinda. Sema amen. Hiki ndicho kitakachotokea. Kwa hiyo watu wa Yeriko walifunga mji, ila ni kwa sababu ya hofu ya wana wa Israeli. Yeriko nakwambia umeshaelewa, nimekugusia, nimekuonesha Yeriko, lakini pia wana wa Israeli. Wana wa Israeli lazima unajua ni watu wenye agano na Mungu. Ni watu ambao Mungu amewapa. Sema Mungu amewapa. Wanawajua, wao wanajua, kwa sababu mambo ya rohoni ni tofauti na ya mwilini. Huko mwilini nyinyi mnasubiria tarehe fulani ili mjue. Watu wa rohoni wanajua kabisa kwamba nimeona nyota upande wa mashariki, amezaliwa mfalme. Wanajua kabisa. Kwa hiyo walifunga kwa ajili ya wana wa Israeli. Nikisema wana wa Israeli maana yake ni movement kubwa ya Mungu ambayo ni zaidi ya mtu mmoja. Huyo mtu mmoja atakaye kwenda kuchukua Yeriko ni mtu, ila kiuhalisia atakwenda kwa sababu ya maombi ya watakatifu, kwa sababu ya uwekezaji wa kanisa.
Kwa hiyo wao walifunga mji kwa ajili ya mtu, ila hawajui kwamba mtu hawezi kuwa mtu bila uwezesho. Ndio maana wanaitwa wana wa Israeli. Sitaongea sana. Wana wa Israeli wa sasa hivi mnawafahamu. Ukisoma Warumi 11 unafahamu wana wa Israeli wa sasa hivi. Kulikuwa na wale wa asili wakang'olewa, wakachomekwa wale wengine wanaitwa mataifa. Siwezi kuendelea zaidi hapo. Tofauti na hapo nitaongea kama wanadamu wengine. Sasa sitakuwa nimeongea kama mtu wa roho. Sasa kwa sababu mji ulifungwa kwa ajili ya hofu, na ni hofu ya mji kuchukuliwa. Kwa maana yake mpaka uingiwe na hofu, maana yake umejiridhisha kwamba kwa vigezo vyote mimi siwezi kushindana na wana wa Israeli. Nafikiri umenielewa. Lakini sasa kingine ambacho ni kizuri, wakati mji unapokuwa unafungwa namna hii, huwa kuna Rahabu ndani. Hakuna Yeriko inayofungwa bila Rahabu kufungiwa ndani. Rahabu hafungiwi nje. Kwa mle ndani kuna akina Rahabu ambao wamepigwa na butwaa kwa sababu ya mji kufungwa. Na wako ndani mle ndani. Wanajua kabisa kilichosababisha tufunge ni kwa sababu ya wana wa Israeli. Kwa hiyo wao wako tayari kuwavujishia wana wa Israeli mambo yatakayosababisha mji uanguke ili uchukuliwe. Kwa hiyo ninaongea kuanzia muda huu, mambo kati yatakayotokea ni kwamba wale walioko ndani wataanza kusaidia kuangusha mji. Ninaongea hivi na utayaona, na vitakuwa vitu vya ajabu ajabu, lakini vitatokea. Watu walioko ndani, sio nje, walioko ndani. Wale ambao wanaonekana kama walisema ndio, hao ndio watakaoangusha mji. Kwa sababu ni utaratibu wa Mungu kutumia walioko ndani kuangusha mji. Wale walioko nje ambao hawana uwezo wa kuingia mjini, kazi yao ni rahisi, ni kufanya mazoezi ya kiroho. Kuna watu walifanya mazoezi kwa siku 40, kuna watu wamefanya 64, na kutakuwa na mazoezi madogo madogo tunaitisha kila mwisho wa mwezi, warau siku 5 ngapi, mpaka mji uanguke. Mtu mmoja aseme amen. Haya. Kwa hiyo kama ilivyokuwa Yeriko, msaada utatokea mle ndani. Na ukuta utaanguka, na yule anayepaswa kuchukua mji atauchukua. Nakwambia atauchukua. Kibinadamu watu wanasema umefungwa kabisa. Kabisa, sema kabisa. Hilo limeshaisha. Safari ni kutafuta tu labda uungwaji wa mkono. Ila nakwambia ila halijaisha. Ni asubuhi na mapema sana. Ndio kwanza ni saa 11 na mechi iko saa 9. Sema amen. Jambo la pili ambalo Mungu amesema kupitia maombi haya baada ya mfungo wa siku 64, amesema jambo hili ni sawa na mbio za Ahabu na Elia kwenye Wafalme wa kwanza 18:43 hadi 46. Jambo lilojitokeza hilo la hiyo rangi niliyokuwa nimeigusa muda ule. Hilo jambo lilotokea ni sawa na Ahabu na nani? Na Elia kwenye Wafalme wa kwanza 18 mstari wa 43 hadi 46. Ahabu alipewa taarifa ya ujio wa mvua na akaanza safari kabla ya Elia. Na kwanza tu safari, alikuwa na vifaa na ubora wa safari kuliko Elia. Watu watashangaa Elia atakayempita Ahabu afanani. Narudia tena, watu watashangaa Elia atakayempita Ahabu kwa miundombinu na kwa kila kitu ambacho unakihitaji afanani. Kwa hiyo Ahabu ameanza mbio muda mrefu, ana vitu, ana kila kitu, resources ziko upande wake. Lakini mstari wa 46 ni final. Kuna mkono wa Mungu ambao alikuwa anaukusanya huyu mtu ambaye hana vifaa, ila ana mkono wa Mungu. Na ikija kufika mwezi wa 7, nimesemaje? Rudia tena kwa sauti. Hii haina unabii. Mwezi wa ngapi? Mtamuona Elia akimpita Ahabu. Ndio. Na atachukua nafasi ya Ahabu kuongoza watu kuingia Yezreeli. Jambo la tatu. Zinakwenda kuinuka pembe ndani ya mji uliofungwa. Zinakwenda kuinuka nini? Pembe ndani ya mji uliofungwa, zitakazoanza kubomoa mji, ambazo zilikuwa na nia ya kuipata nafasi
lakini zikawa zimewahiwa. Zilikuwa na nia ya kuipata nafasi, lakini zikawa zimewahiwa. Zimo mle ndani pembe kibao. Kwa sababu anachokisema Mungu ni kwamba walioanza mbio kabla ya wenzao, nia yao ni kuenda minimum mpaka na 40 hivi, 40 na kitu, kuseti system ambayo watakuwa wanabadilishana wao kwa kutumia mji wa Yeriko wenye rangi niliyogusa kama mnakumbuka. Basi rangi hii. Kwa hiyo watu wamesha seti, anatoka huyu, anafuata huyu, anatoka huyu, huenda mpaka 2050. Na kuna watu mle ndani wana pembe. Na watu wenye pembe wana marengo ya imani ya kiti. Watu wana ndoto zao. Watu wana ndoto. Nimewahi kusikia mwanadamu mmoja anasema yeye ana ndoto. Alikuwa tangu chini, elimu ya chini, ana ndoto arau sahi yake iwe kwenye kitu fulani. Mtu mmoja alisema alikuwa na ndoto kabisa. Sasa kama ambavyo mtu anaweza akawa na ndoto ya namna hiyo, kuna watu wana ndoto. Na bahati mbaya wamefungiwa mjini. Wamefungiwa ndani ya mji. Sio kwamba walitolewa kwanza afu mji wako ndani ya mji. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba hawezi kufanya fujo mapema, kwa sababu fujo za mapema zitawaharibia. Wanasubiria siku kama 60 hivi. Sitaongea zaidi ya hiyo namba. Siku kama 60 hivi kuelekea mwisho wa maamuzi. Halafu utaanza kuona pembe zinabomoa ukuta wa Yeriko. Ziko pembe zaidi ya 3 mle ndani. Zitajitokeza muda ukifika. Jambo la ngapi tunakwenda? La 4 na 5. La 4. Jambo la 4 ambalo litatokea ni jambo zuri tu la baraka, japo litaacha vilio kwa wasiotaka kulia. Jambo la 4, wataanza kuanguka ghafla walio nyuma ya aliyekimbia mbio binafsi kabla ya mchezo kuanza na kupulizwa, na itasababisha kupulizwa upya kwa kipenga. Wataanza kufa watu walio nyuma ya aliyeanza mbio binafsi, na itapelekea, kwa sababu watakuwa ni watu tegemeo waliokuwa na muimpawa, itapelekea mchezo uanze upya. Sitaongea sana. Yakitokea ndo nitaelezea. So unaelewa sasa? Ni kwamba hii ilikuwa na maana hii. Unabii una maneno mengi. Unabii una lugha chache. Mene tekeri na peresi. Atakayeelewa elewa, asiyeelewa atajua mwenyewe. Unabii una maneno. Unabii una maneno kama haya: ajisifuye avahaye, avuaye asijisifu kama avahaye. Basi ndo unabii. Namba ngapi tunakwenda? Namba 5. Watu wa Babeli watajaribu kufanya upuuzi wa kukatiza uhai wa mtu tishio kwenye upande wa pili wa upinzani. Watu wa Babeli, watu wa Yeriko samani, watajaribu kufanya upuuzi, na uita upuuzi, wa kumuondoa au kukatiza uhai wa mtu mwenye nguvu upande wa pili ambao wanashindana nao mwaka huu. Watajaribu kufanya, rudia tena neno nilotumia, upuuzi. Sijui kama upuuzi utakubali au utashindikana. Usipofanikiwa, bado kutofanikiwa kwake kutapelekea jambo la Mungu lizaliwe. Lakini pili, hata ukifanikiwa pia utaharibu zaidi, utasababisha washindwe kwa urahisi. Kwa hiyo sasa sijui wafanye kipi katika hayo. Waufanya, wasiufanya, yote yatakuwa yale yale. Sasa sijui wafanye kipi. Narudia tena. Upuuzi. Na mtu huyo ambaye watapanga upuuzi huo ni mtu ambaye wakati tunaanza mfungo hakutarajiwa kabisa kwamba angeweza kuwa kiongozi mwenye mamlaka upande ule wa pili. Ila sasa tayari yupo na ana misimamo yake mizito isiyosikiliza ili wala lile. Akiliendea jambo apewi hera, apewi chochote, asikilizi lolote. Yaani yeye ni kama nyati, akisharenga amerenga mpaka aondoke na wewe. Sasa kuna upuuzi wa watu wachache watajaribu kuleta mashauri ya kukatiza uhai wake. Hilo jambo likitokea litakuwa faida kinyume chao,
lisipotokea pia bado nguvu yake itakuwa sababu ya Yeriko kuanguka. Sitaongea zaidi. Sasa huo upuuzi tuendelee kuangalia kama